Muulizaji anasema, naomba kujua zaidi ni mbwa namna gani wa kumtumia wakati wa kuwinda. Je, akinusa alichokiwinda hakitii najisi? Jawabu ya wenye ilmu, mbwa ambaye anatumika kwa ajili ya kuwinda ni yule ambaye amefundishwa kuwinda. Na kufundishwa huku ni kule kumtomeza mbwa, kukifukuza kile kiwindo na kukikamata kwa ajili ya bwana wake. Akishakikamata basi hakiui wala hali, anamsubiri bwana wake aje apate akichukue kile kiwindwa alichokikamata. Ikitokezea bahati mbaya, yani kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu, ikitokezea Mwenyezi Mungu akadiria katika kukikamata kimekufa, basi hapo vile vile inaruhusiwa kuliwa ikiwa yule mbwa amefundishwa kuwinda na hakumla, lakini kamkamata na kwa bahati imetokezea pengine katika kuanguka naye kabiringita au katika kumkamata, yani kamkamata kwa nguvu mpaka akaathirika akafa, basi madamu katajiwa jina la Mwenyezi Mungu wakati alipotomezwa yule mbwa, pia inafaa kuliwa. Kwa hivyo ni mbwa aliyefundishwa. Na huku kufundishwa wanasema wenye ilmu ni kufundishwa mbwa kwamba akitomezwa amfukuze mnyama, na akikatazwa basi asite. Kwa maana akimtomeza ende, akimkataza asite, asimame, arudi kwa bwana wake. Na vile vile akimkamata mnyama hamli, anamzuia mpaka afike bwana wake amchukue. Kwa hivyo huyo ndio ambaye mbwa aliyefundishwa. Ama kama hakufundishwa, basi akitomezwa hata akikatazwa harudi, na akimkamata pengine atamkuta tayari ameshaanza kumla, huyo anakuwa amejikamatia mwenyewe, hakumkamatia bwana wake. Na bwana Adi bin Hatim imekuja katika riwaya kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mbwa anapokuwa amemtumia kwa ajili ya kumwindia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ukiwa utamtuma mbwa wako, kwa maana utamtomeza, basi mtajie jina la Mwenyezi Mungu, yani kitajie kile kiwindwa jina la Mwenyezi Mungu, useme bismillah. Wakati unamtomeza yule mbwa unasema bismillah. Kwa hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu Adi, ukitapomtomeza mbwa wako basi mtajie jina la Mwenyezi Mungu, yani useme bismillah. Na kama utamuahi yule mnyama aliyomkamata, yeye mbwa hajamuua, basi mchinje na utaje jina la Mwenyezi Mungu juu yake na ule. Na ikiwa utamkuta keshamuua lakini hakula, yani yule mbwa kamuua yule mnyama aliyomkamata lakini hakumla, kama mfano kenda mbali na kule alipomkamata alimjeruhi, na alipofika yuko mkuta ameshakufa, basi kasema ikiwa utamkuta hakula, basi kula, kwa maana huhitaji kumchinja, maana ameshakufa, na si haramu kwako kumla, kwa sababu pale ulipomtomeza yule mbwa ulihitaja jina la Mwenyezi Mungu. Lakini anasema ikiwa utamkuta amekula baada kuwa keshamua kala, basi hapo anasema usile kitu, kwa sababu huyo kajikamatia mwenyewe, haja kukamatia wewe. Kwa hivyo huyo anakuwa kama ni mbwa ambaye hakufunzwa kuwinda. Kama unamkuta ameshamua na anakula, basi katika hali hiyo wewe uruhusiwi tena kula madamu ameshakufa. Lakini kama utamdiriki kama yuhai, unaweza ukamchinja na ukamtakasa pale alipoliwa na huyo mnyama, kisha unaweza kula, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, wama akala sab'u illa ma dhakkaytum, na kile kiwindwa au mnyama aliyeliwa
na mnyama kiwa mnyama mwitu au mnyama mwenye kuwinda, isipokuwa yule ambaye mmediriki mkamchinja kabla ya kufa. Kwa hivyo yule anafaa kuliwa, lakini alikuwa ameshakufa na huyo mnyama anawinda, kama huyo mbwa ameshamla au ameanza kumla, basi huyo itakuwa kajikamatia mwenyewe, haifai kumla. Kwa hivyo kwa ufupi ni mbwa ambaye amefunzwa kuwinda, na kama tulivyosema, wamesema wenye ilmu, ni yule ambaye bwana wake akimtomeza anakwenda anamfuatia yule mnyama ambaye unamwinda, na akimkataza basi anasita anarudi. Na vile vile anapokwenda kuwinda, akimkamata yule mnyama hamuui wala hamli. Ile kitokezea bahati mbaya katika kumkamata amekufa, basi vile vile awe hamli, anamsubiri bwana wake afike. Huyo ndiye mbwa ambaye kafundishwa na ndiye ambaye anafaa kuindia. Kwa hivyo huyo wamekhilafiana wenye ilmu, ye akiwa atamkamata yule mnyama akamjeruhi, bali hata hiyo unavyosema kwamba akimnusa na mengineyo, je yanamnajisi yule mnyama au la? Pana khilafu baina wenye ilmu kuhusiana na najisi ya mbwa. Je, mbwa wote ni najisi au pale anapokuwa tu amekunywa katika chombo, kama ilivyokuja katika hadithi? Wengi katika maulama wanasema kwamba mbwa ni najisi na namna zake zote, ikiwa aliyefunzwa na asiyefunzwa, wanasema wote ni najisi. Na hiyo ndio kauli ya wengi katika maulama, wakiwemo wengi katika maulama wa madhehebu yetu. Vile vile ndio kauli inayosimuliwa kutoka Abu Hanifa na Imam Abu Hanifa na Imam Ahmad na wengineo kama Abu Thawr na Abu Ubaid ametaja Sheikh Salimi katika Al-Ma'arij. Na kuna kauli kwamba sio najis, na hii inasimuliwa kutoka kwa Al-Hasan Al-Basri, vile vile ndio inasimuliwa kutoka kwa Imam Malik na Daud na wengineo. Kwa hivyo pana khilafu kuhusiana na najisi ya mbwa. Vile vile katika maulama wetu Abu Ubaida Muslim bin Abi Karima amesema akiwa atakunywa maji kwa mfano mbwa, basi yaliyobakia anasema ni tahir, si najisi. Ibn Mahbub katika maulama wetu amesema vile vile mbwa akiingia akazama katika maji yalikuwa nadhifu kisha katoka akajikumta, basi anasema yale maji katika manyoya yake yakimpata mtu yani au katika mwili wake, basi inakuwa sio najisi, ni tahir. Kwa hivyo khilafu ipo, na wako wanaosema kwamba aliye tahir ni yule mbwa aliyeruhusiwa kumfuga, na ni mbwa wa kuindia au mbwa wa kuwalinda mifugo. Huyo karuhusiwa kuwindwa, kufugwa. Kwa hivyo yeye hayumo katika hukumu ya najisi. Na wengine wanasema lazima awe ni mbwa aliyefundishwa, kama tulivyosema, mbwa aliyefundishwa kuwinda ni yule ambaye akitomezwa na bwana wake anakwenda, na akikatazwa anarudi, na akikamata haui wala hali. Ila kitokezea yani Mwenyezi Mungu kukadiria yule mnyama katika kukamatwa amekufa, lakini pamoja na hayo hatomla, anamsubiri bwana wake. Kwa hivyo huyu mbwa ambaye kafundishwa ndio anaambiwa sio najisi. Lakini kauli ambayo kaipa nguvu Nuruddin Salimi katika mshekhe wetu rahimahullah ni kwamba mbwa wote ni najisi, ikiwa aliyefundishwa au asiyefundishwa, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu, ikiwa mbwa atakunywa kwa ulimi wake maji au chochote katika chombo cha mmoja wenu, basi akimwage. Ikiwa atakunywa maji katika chombo cha mmoja wenu kwa ulimi wake, basi akimwage hicho chombo, maana mwage ile maji kwemo. Waliyaghsilhu 7 marratin ihdahunna biturab, na akioshe chombo hicho mara 7, mojawapo ni kwa mchanga au kwa udongo.
Kwa hivyo anasema ingekuwa sio najis asingeamrisha sallallahu alaihi wasallam kwamba ile maji yamwagwe kutokana na mbwa kunywa kwa ulimi wake, kwa sababu katika kumwaga yale maji ni katika kuipoteza mali. Kwa hivyo Sheikh Salimi rahimahullah, Nuruddin Salimi, ameipa uzito kauli inayosema kwamba mbwa wa aina zote ni najis. Kwa hiyo ikiwa mtu atamtumilia mbwa katika kuwinda, hata ikiwa ni katika aliyefunzwa kuwinda, na huyo bila shaka ndio anatakiwa atumiliwe katika kuwinda, basi bora atapomshamkamata ile mnyama kwa vyovyote vile mtahirishe pale ambapo ameshikwa na huyu mbwa na kuumizwa, ili ajitoe katika hii khilafu. Wallahu a'lam.